Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu treble clef au G clef. Na somo hili litaletwa kwako nami mwalimu Ayubu Roma Drugasila. Kabla ya kuanza somo letu, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, kucomment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Muhimu kufahamu katika somo letu la leo ni maana ya treble clef au G clef, mpangilio wa sauti katika G clef, mpangilio wa sauti katika staff, jinsi ya kuchora G clef na kwa nini inaitwa G clef. Treble clef au G clef ni kitambulisho cha sauti za juu ambacho huchorwa mwanzoni mwa staff ili kutambulisha sauti za juu ambayo ni sauti ya kwanza na sauti ya pili. Ni kitambulisho cha sauti za juu ambacho huchorwa mwanzoni mwa staff ili kutambulisha sauti za juu ambayo ni sauti ya kwanza na sauti ya pili, na huonekana kama ambavyo tunaiona hapo. Hii ndio G clef au treble clef. Na ikichorwa hii inamaanisha sauti ambayo itakuwa imegeukia juu itakuwa ni sauti ya kwanza, hadi kadhalika sauti ambayo itakuwa imegeukia chini itakuwa ni sauti ya pili, kulingana na nota ambavyo zitakuwa zimepangwa kwenye staff hiyo. Kwa nini inaitwa G clef? Inaitwa G clef kwa sababu sehemu ambako inaanzia kucholea au sehemu ambako tunaweka nukta yake kwenye kucholea ni katika mstari wa pili kutoka chini, mstari wa pili wa staff, ambapo katika mstari huo do ya msingi ya ufunguo G huanzia. Kwa hiyo hii G clef kwa sababu nukta yake inakuwa katika mstari wa pili au uchoro kuanzia kwenye mstari wa pili hapa, ndio inafanya iitwe G clef kwa sababu kwenye mstari wa pili ndio do ya msingi inaanzia ya ufunguo G. Do ya msingi ya ufunguo G ipo kwenye nini? Kwenye mstari wa pili. Kwa maana hiyo kutoka hapo kwenye G ili kupata hata na funguo nyingine au do za msingi za funguo nyingine tutazipanga kulingana na ambavyo zimejipanga. Kama ni kuanzia G kwenda mbele tutaendelea ni G itafuata A, itafuata B, itafuata C, itafuata D, itafuata A, au kama inarudi nyuma itakuwa G itafuata F, itafuata E, itafuata D, kwa kuzingatia mstari na nafasi. Tutazingatia mstari na nafasi. Unaweza kuwa tumeona hapa. Kwa mfano kwenye G clef hapa, kwenye mstari wetu wa pili hapa tumesema pana nini? Pana G. Kwa hiyo kama F inakuwa ipo kwa nyuma, hapa E, hapa D, hapa C. Lakini ile kadhalika kama tunaenda mbele itakuwa ni G, hapa itakuwa G, itafuata A, itafuata B, itafuata C, itafuata D, itafuata E, itafuata F, itafuata G. Kwamba tunazingatia mstari, nafasi, mstari, nafasi, mstari, nafasi. Treble clef kama hapa tunavyoona kuna nota ambazo zipo kwenye mstari, lakini pia kuna nota ambazo zipo kwenye nafasi, na kwa kuna vifupisho ambavyo watu tunavitumia. Kwa hizi ambazo zipo kwenye mistari watu tunatumia every, good, boy, deserve, favor, E, G, B, D na F. Hali kadhalika ambazo zipo kwenye nafasi kwenye G clef huwa tunatumia kifupisho cha face ili kuweza kuzikumbuka, kwa sababu ni moja kati ya maswali ambayo tunaweza kukutana nayo wakati tunajifunza katika theory au masomo ya muziki. Hatua za kuchora G clef. Tutajifunza namna mbili za kuchora G clef. Namna ya kwanza huwa tunaanzia kwenye mstari wa pili, tunazungusha mpaka kwenye mstari wa pili tena hapa. Baada ya hapo tunamalizia mpaka kwenye mstari wa pili tena kuchora kama mduara ambao unakuwa umezidi. Baada ya hapo tunakuja mpaka kwenye mstari wa 4, na mistari ya staff tunavyohesabia tunatoka chini kwenda juu. Fika kwenye mstari wa 4 tutachora mzunguko. Kwenye mstari wa 4 tutachora mzunguko ambao utatoka nje ya staff, lakini utarudi pia kwenye mstari pale wa 4. Na tukifika pale sasa tutamaliza, tutanyosha mstari moja kwa moja, afu baada hapo utakuja kuchora hiki kiviringo cha mwisho au kimkunjo cha mwisho, na baada hapo tutaweka nukta hapa nje. Hii ni namna ya kwanza ambayo tunaweza tukachora treble clef au G clef. Hali kadhalika tunaweza tukatumia hii hatua ambayo ya kwanza utachora J katika staff yako. Baada ya kuchora J utachora P. Kwa utatoka anzia nje ya staff, utachora P mpaka kwenye mstari wa ngapi? Wa 4.
Baada ya hapo utachora D kuanzia kwenye mstari wa 4 mpaka kwenye mstari wa kwanza, utamalizia D kutoka mstari wa 4 mpaka mstari wa kwanza. Baada ya hapo utaupindisha mtihani kwa kuuzungusha kama nusu mduara mpaka kwenye mstari wa pili kama ambavyo tunaona hapa. Tutauzungusha hapa na kiuzungusha hapo mpaka mwisho, tutakuwa tumemaliza kutengeneza nini? G clef kama ambavyo tunahitaji. Cha hapa imefutika kwa bahati mbaya. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asante sana, uwe na wakati mwema.